Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wabadi, tuko katika mwezi wa Shaaban. Ni mwezi ambao tumetakiwa sisi kufanya toa kwa wingi, tumetakiwa sisi kufanya mambo mazuri kwa wingi, na pia kufunga kwa wingi kuliko hata miezi mingine, tukiutoa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na tukifanya hivyo tutakuwa tumefuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwani yeye ndiye aliyekuwa akifanya toa kwa wingi katika mwezi kama huu wa Shaaban, na ndiye aliyekuwa akifunga zaidi ya miezi mingine tukiutoa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Usama bin Zaid alimwambia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam araka tasumu shahran min ash-shuhur ma tasumu min Shaaban, sija kuona wewe kufunga kwa wingi katika mwezi tukiutoa mwezi mtukufu Ramadhani. Sija kuona, Usama bin Zaid radhiallahu anhu amwambia bwana Mtume, sija kuona mimi ukifunga kwa wingi katika mwezi kuliko mwezi huu wa Shaabani. Wewe unaofunga sana ya Rasulullah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu, mwezi huu wa Shaaban ni mwezi ambao watu wengi wameghafilika nao, hawafanyi mambo mazuri kwa wingi, hawajitahidi. Baina Rajab wa Ramadhan, mwezi huu ambao uko baina ya mwezi wa Rajab na mwezi wa Ramadhan, kwa vile kwa watu huwa wametoka ufanya toa kwa wingi katika mwezi mtukufu wa Rajab, mwezi ambao kwamba ni katika ashhurul hurum, na hivi sasa tuko katika kuelekea mwezi wa Ramadhani, ambao kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu, ni mwezi ambao tumetakiwa tusilale mchana, tusilale usiku kwa ajili ya toa na kwa ajili ya ibada. Sasa watu hughafilika katika kipindi hiki ambacho kwamba tuko katika mwezi huu wa Shaabani. Sasa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa vile kwa watu hughafilika katika mwezi kama huu, yeye ndiye akajifunga masombo katika kufanya toa. Na hapa tutapata ya kwamba ni uzuri mtu akiona watu wameghafilika kufanya mambo mazuri, basi wewe utukue msimamo wa kufanya mambo mazuri. Kisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, wa huwa shahrun, na mwezi huu wa Shaaban ni mwezi ambao turfa'u fihi al-a'malu, hunyanyuliwa amali za watu ila rabbil alamin, mpaka kwa Mola wa viumbe wote. Yani amali zetu ukifika mwezi huu wa Shaaban, zile amali zetu zote hupelekwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akaziangalia, fa uhibbu an yurfa amali wa ana saimun. Sasa Mtume asema, mimi napenda amali zangu zikipelekwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zipelekwe hali ya kuwa mimi nafunga. Kwa hivyo tuchukueni nafasi ya mwezi huu, tuwe ni wenye kufanya toa kwa wingi, lakini pia tusisahau kuitekeleza amali hii ya som. Na tukiyafanya hayo pia itakuwa katika matayarisho mtu ya kujitayarisha na mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu siku zote waambiwa ibada ili iwe mzuri, basi lazima uitayarishe ibada kama ile, yani una preparation. Na preparation ya mwezi mtukufu wa Ramadhani yafaa tuanze kuanzia mwezi huu wa Shaabani, tuwe ni wenye kufanya ibada kwa wingi. Na wanachuoni wanatuambia kwamba mwezi mtukufu wa Rajab ni mwezi wa watu kupanda miti, yani kupanda mambo mazuri, na mwezi huu ambao tuko ndani yake ni mwezi wa watu kunosheza maji. Yani baada ya kuwa tushapanda miti mizuri katika mwezi wa Rajab, mwezi huu wa Shaabani unatakiwa sisi tuwe wenye kunosheza ile miti, na mwezi wa Ramadhani ukiingia ndio mwezi wa kuvuna. Sasa ikiwa hujaweza kupanda miti kuanzia mwezi wa Rajab, wala hujaweza kunosheza miti ambayo kwamba umeipanda katika mwezi wa Rajab, katika mwezi wa Ramadhani utavuna nini? Utakuwa huna cha kuvuna. Sasa ili uweze kuvuna, ufaidike katika mwezi wa Ramadhani, ni lazima tuanzie kuanzia Rajab. Na kwa wale ambao labda tumeghafilika kumeza miti mizuri au kupanda miti mizuri katika mwezi wa Rajab, pia hatujachelewa, tunaweza kuanza katika mwezi huu wa Shaaban, tukapanda mambo mazuri, tukayanosheleza, yani tukayapalilia kwa kuyatilia maji hiyo miti mizuri, na ukifika mwezi wa Ramadhani tukawa ni wenye kuvuna.